Katika ardhi ya kusini mwa Lebanon ambako miti ya mizeituni ilisimama kwa fahari kama walinzi wa historia na mashamba yalitandaa kama zulia la kijani chini ya anga la Mediterania, leo kumesalia ukimya mzito, ukimya unaobeba majonzi, maswali na kumbukumbu za maisha yalivyokuwa. Hapo ndipo ardhi ilipozoea kutoa neema, ngano ikipepea kwa maringo ya upepo, bustani za machungwa zikitoa harufu tamu, na wakulima wakiamka alfajiri kuisalimia ardhi yao kama rafiki wa siku nyingi. Lakini sasa palipokuwa na uhai panaonekana makovu ya vita, palipokuwa na kijani panaonekana weusi wa moto na vumbi la maangamizi. Tangu mapigano yaanze tena kusini mwa Lebanon, imegeuka kuwa uwanja wa taharuki. Mashamba yaliyokuwa yakilisha familia na kuendesha maisha ya maelfu sasa yameachwa hoi bin taban. Moto umepita kama kimbunga ukiteketeza mazao, huku kemikali zikitia doa kwenye udongo uliokuwa ukijivunia rutuba yake. Sio bomu pekee liloanguka, hata matumaini yamejeruhiwa. Ripoti zinaonyesha kuwa kemikali hatari ikiwemo phosphorus nyeupe na dawa kali za kuua magugu zimeacha athari nzito ardhini. Ardhi iliyokuwa ikizaa kwa wingi sasa inakabiliwa na hatari ya kutopumua tena kwa miaka mingi ijayo. Kwa mujibu wa mamlaka za Lebanon, karibu robo ya mashamba ya kusini tayari yameathirika. Ni kama msemo wa Swahili usemavyo, ng'ombe akifa ngozi na nyama hujulikana thamani yake. Leo taifa hilo linaanza kutambua kwa uchungu thamani ya ardhi yake iliyoathirika. Wakulima wengi, zaidi ya 78%, wamelazimika kusitisha shughuli zao. Wamehama si kwa hiari, bali kwa shinikizo la hali. Wameacha nyuma nyumba zao, mashamba yao na ndoto walizozipanda kwa mikono yao wenyewe. Zaidi ya mashamba 10,000 yameripotiwa kuharibika vibaya. Mazao yaliyokuwa uti wa mgongo eneo hilo, ngano, mboga, kunde, tumbaku na mazao ya greenhouse yamepata pigo kubwa. Kusini mwa Lebanon, ambayo kwa muda mrefu ilikuwa ghala la chakula cha taifa, sasa inakabiliwa na hofu ya upungufu wa chakula. Na hapo ndipo uzito wa simulizi hii ulipo. Vita havibomoi tu nyumba na barabara, hubomoa pia maisha, huacha makovu ardhini na huweka rehani mustakabali wa vizazi vijavyo. Ardhi inapougua, mwanadamu naye huugua. Lo, swali si tu ni lini milio ya bunduki itanyamaza. Swali kubwa ni, je, ardhi hii itapona? Je, mkulima atarudi tena kushika jembe lake? Je, miti ya mizeituni itasimulia tena hadithi za mavuno badala ya hadithi za moto? Kwa sasa kusini mwa Lebanon inabeba simulizi ya huzuni, simulizi ya ardhi iliyojeruhiwa vibaya, ya wakulima waliotawanywa, na ya taifa lilopambana kulinda si mipaka yake tu, bali pia mkate wake wa kila uchwao. Maana mwisho wa yote, taifa lisiloweza kulinda ardhi yake ya kilimo hujikuta likipigania siasa, huku likisahau kuwa chakula ndicho uti wa mgongo wa uhuru wake. Abdullahi Mashi, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.